Shetani ni mwepesi kuliko unavyofikiri, ila ujinga unampandisha shetani, anakuwa mkubwa kuliko unavyofikiri. Andika hiyo sentence. Shetani ni mwepesi kuliko kawaida, lakini ujinga unamkuza, anakuwa mkubwa kuliko kawaida. Shetani ni mwepesi kuliko kawaida, lakini ujinga wa mrokore unalikuza li shetani, linakuwa kubwa. Acha nikuoneshe. Macho yanawakilisha kuona, au na kuona ulichokiona, akili na tafsiri kwamba kipo au hakipo. Sasa kwenye masuala ya tiba ya macho kuna miwani ya kukuza vitu. Sio kama unafahamu. Kwa mfano tunasema sori mbali, wanampa miwani ya kukuza vitu. Akivaa anakuwa anaona duka, kama alikuwa usiona hapo duka. Wewe ukivaa mwenye macho mazuri unaona duka liko hapo. Yeye anaona sasa hivi kwa yeye, kwa sababu macho yake yamekufa, anaona duka analiona likiwa kule liko. Sio unaweza kusema miwani ya kukuza vitu. Kadhalika mtu ambaye hajaokoka, ujinga wake ndio miwani yake ya kukuza mambo. Ujinga, kutojua neno, kutojua Mungu anasemaje, kutojua haki zako katika Biblia. Ndio maana kama usomi Biblia umeamua kujiua, umeamua kuishi chini ya kiwango cha maisha yako ambayo Mungu alikusudia. Kwa hiyo utaishi hapo unasema mimi mbona nafunga sio ni majibu, mbona nampenda Mungu lakini sio ni kitu. Soma Biblia ili ujue haki zako ziko kwenye Biblia. Hapa tunakufundisha kwa saa moja, masaa mawili, hayawezi kukusaidia sana. Kitakachokusaidia ni wewe mwenyewe kuwa rafiki wa Biblia. Wewe mwenyewe kwa muda wako kaa soma Mwanzo sura ya kwanza imeisha, ya pili imeisha, ya tano imeisha. Kila unagundua kumbe ina maana Mungu alisema Adam na mke wake alisema tumesikia sauti yako tukaokoka kwa kuwa tuko uchi. Alafu Mungu akawauliza ni nani aliyewaambia mko uchi? Yaani maana yake inawezekana kibinadamu wewe unajiona namna fulani, lakini haimaanishi Mungu anakuona hivyo. Kwa nataka kuniambia mtu ajione yuko uchi, Mungu asione yule mtu yuko uchi. Wewe unaweza kusema mimi sina hela, Mungu anasema nani kakwambia una hela? Sio hela wewe. Kama ambavyo anasema tuko uchi, Mungu anasema nani kawaambia? Nani kawaambia mko uchi? Yaani maana yake mimi sijawahi kuwaomba mkiwa uchi. Sitarajii muwe uchi. Uchi sio sehemu ya maisha yenu. Ingawa kwa muonekano binadamu sana hawali ni maskini wala wana kitu. Mimi siwajui kama watu wasiokuwa na kitu. Unapoanza kuliamini neno la Mungu na kuliishi, ghafla unaanza kuishi kwa unavyojiona. Unaishi kama Mungu anavyokusema katika neno. Wanasema huyu kijana hawezi kwenda mbali. Wewe una kwenye neno la Mungu nasema utakuwa juu tu au utakuwa chini kama. Kwa mimi ni wa juu. Hakuna siku nitakuwa kawaida. Ingawa bado niko chini napambana kupanda, lakini ninafanya kitu ambacho ninawaka kwenda juu, ndio sehemu yangu. Kwa hiyo natafuta hela sio ili nitajirike, nikitajirika sitashangaa. Kwa sababu Yesu alifanyika maskini ili mimi niwe tajiri kwa umaskini wake. Kwa hiyo mimi kuwa tajiri sio muujiza. Kuwa tajiri ni asili yangu. Kwa sababu hata Mungu sio maskini. Mbinguni kuna barabara za dhahabu wakati Mungu hatumii magari. Barabara za dhahabu za kazi gani? Nikuuliza swali la msingi. Unafikiri umaskini ni sehemu ya mapenzi ya Mungu? Mungu ana barabara za dhahabu mbinguni wakati hatumii magari. Mungu akisema akitaka awe Marekani, akisema Marekani, yuko Marekani. Yaani sekunde ile aliyowaza Marekani kafika. Yaani Mungu anakwenda kwa speed isiyoelezeka. Sasa barabara za rangi za dhahabu mbinguni za kazi gani? Unasikia sijui misingi ya mji ule ni madini ambayo hata duniani hawajagundua mengine. Yapo zisamao sijui na nini yametajwa. Ule urembo wa kazi gani wakati sisi tutakuwa tukai kwenye madini? Huko mbinguni wewe imradi tu huko mbinguni unahitaji kujua kwamba kuna dhahabu hapa sio hapa, taa zake za nini, vinara vyake vya nini, vya kazi gani, hiyo raksha yote ya nini wakati tutakuwa tunafanya mambo ya mwilini. Lakini mbinguni kuna utajiri usiopimika. Alafu unakuja baba yako ambaye hahitaji kuuza wala kununua, hawezi kuuza dhahabu akapata hela. Ana dhahabu mbinguni, ana kila kitu mbinguni, ana maisha mazuri mbinguni. Ukielezea uzuri wa mbinguni, watu wote waliokwenda mbinguni wanakuambia mbinguni uzuri wake hauelezeki. Sasa Mungu anaishi maisha mazuri hivyo wakati Mungu hana hasara. Mungu mwenyewe kwanza akaaji kila mara. Mungu anakaa kwenye nuru isiyoweza kufikiwa. Lakini mbinguni amekupamba. Kwa hiyo maana yake umaskini sio asili ya mbinguni. Amen. Mtu akitaka kuwa maskini aamue kwa hiari yake. Asimsingizie Mungu. Lakini kama ujui neno la Mungu limesema yote hayo,
utakuwa ukisema unajua wahubiri hao wanazungumza kuhusu pesa. Hawa sio watumishi wa Mungu. Mhubiri wa kweli anaongea kuhusu mbinguni tu, mbinguni tu. Usije ukasahau wakati unasema mbinguni tu, hao watu kiti wanachokalia kanisani sio cha bure. Kiti cha 15 hicho. Taa hii inaiwaka. Hii taa moja 15. Ruku hera, mic hera, batteries hizo hera, mic yenyewe hera, vyombo vyenyewe hera, kila kitu hera. Alafu nasema usiwaambie watu kuhusu hera. Wataishi jihada za watoto ni hera. Hadi rambirambi za msibani ni hera. Nauli ya kuja ibadani nini? Utaachaje kumwambia mtu aliyokuwa kuhusu hela wakati kila kitu kinahitaji hela isipokuwa uhai? Ukiondoa pumzi ya uhai, vyote vilivyobaki ni hela. Hadi nguo, viatu, mkoba, simu, kalamu, daftari, notebook, hela. Utaachaje kumwambia kuhusu hela sasa? Utakuwa mpumbavu, mchungaji mjinga. Kwa sababu kwa muda wote ambao ataenda mbinguni hela ni za muhimu. Sasa cha ajabu nakutaka mtu labda mchungaji anaponda utajiri na mafanikio na halafu anakuja anasema ninaendelea na ujenzi, mnaweza mkanichangia mchungaji, wewe Mungu amekubariki kwenye pesa, unaonaje unichangie? Wewe ndio ulikuwa unasema hela. Halafu unataka nikuchangie, sitoke wapi? Tunakwenda mbinguni hatuna hela. Kwa hiyo unapaswa kusoma Biblia ujionee vitu mwenyewe, usiishi mtu asije akakusomea Biblia. Kagua mambo, angalia. Angalia watu wote walikuwa marafiki wa Mungu kwenye Biblia, walikuwa maskini. Ibrahim alikuwa maskini. Niambieni wenyewe Ibrahim alikuwa maskini. Alikuwa tajiri Mwanzo 13:2. Na Ibrahim alikuwa tajiri sana, sio tajiri, tajiri sana. Sema tajiri sana. Biblia ikisema sana ni sana. Najua Biblia haiwezi kutia chumvi. Kwa Biblia ikisema alikuwa tajiri sana ni alikuwa tajiri sana. Katika mifugo, katika dhahabu na katika fedha. Unaona? Haya, tukija kwa Isaka mwanae, Mwanzo 26 mstari wa 12 hadi 14. Mwanzo 26:12 hadi 14. Isaka alikuwa maskini. Maandiko yanasema akaura akapanda mbegu, Bwana akambariki, akavuna kipimo kimoja kwa 100 kwa kimoja. Bwana akamfanya kuwa mkuu, Bwana akambariki akawa mkuu. Ukiendelea sura 26 yote ilifika mahali ana utajiri kuliko nchi, mpaka nchi inamuomba awaapie kwa Bwana ya kwamba hata wateka, yaani atachukua nchi. Tajiri mpaka anatishia uchumi wa nchi. Yakobo je, aliondoka akiwa tajiri kwa Labani, mpaka watoto wa Labani wakasema amechukua hela zote za baba. Amechukua mali zote za baba. Alafu huyo ndo Mungu wa Ibrahim tajiri, Mungu wa Isaka tajiri, Mungu wa Yakobo. Haya, twende labda kwa mtu mwingine ambaye kwenye hiyo familia ajifunua sana kwake Mungu. Yusufu. Mungu wa Yusufu maskini. Tajiri. Alafu Mungu wa kwako wewe sasa, Mungu wa Ibrahimu unayemwabudu maskini. Hata nauli shida, kodi taabu. Nasema tunakwenda mbinguni, yote yatapita. Haya ni mapito ya dunia. Mtu mmoja alisema haya, msiwaambie watu kuhusu mali na utajiri na pesa. Haya ni mambo ya kupita. Mtu mmoja mwenye hekima akasema ni kweli ni ya kupita, lakini hakikisha ukiwa duniani hakikisha yamekupitia. Haya majumba hakikisha yamekupitia. Magari hakikisha yafanyaje? Kupanda ndege kwenda Dar es Salaam ni kuchezea hela. 3 nzima au 3.5 au 2 na kitu, trip moja. Wakati unaweza kupanda gari 45 ukatoka Kahama mpaka Dar. Ambaye hajawahi kupanda ndege ndio raha ya ndege hizo. Kwa mimi niliyekwisha zoea, nimeshaonja raha ya ndege. Wewe asikwambie mtu. Sehemu ambayo watu wanasafiri tangia saa 12 asubuhi mpaka saa 6 usiku. Wewe unatumia saa moja umefika. Umeshafanya mambo yako, umelala na uchovu umeisha na kazi umefanya, na umeshalala usingizi kabisa. Saa 6 usiku umelala nyumbani na watoto wako na mkeo, ndio wenzako wanafika Ubungo stage. Ndio anaanza kutafuta usafiri, anafika saa 8, saa 9 anakwenda. Alafu mtu anakuambia hiyo ni anasa. Tuambiane, kwa mfano, nguo ya dukani kama hii, 120, 130 koti moja. Kwa kweli ni gharama, sio uongo. Na kuna la mtumba na shilingi 3000. Ni koti. Lakini tuambiane ukweli jamani.
Ukivaa ile la mtumba unaweza kukuta mkono ni mkubwa, mkono umemezwa na koti. Lakini kama ambavyo bei rahisi. Sina nielewa kusema. Mwambie jirani yako umaskini na uraniwe. Maskini na uraniwe. Yaani usije kumsikia mtu anakuambia hii ni anasa, hii ni anasa kwa nani na kwa sababu hii hakuna anasa duniani. Kwa mfano kuna watu wana magari, mtu ana gari la bilioni 3, gari moja bilioni 3. Lakini hilo gari sasa, sikiliza sifa zake. Ukizidisha speed linajizima lenyewe ili usipate ajali. Yaani maana yake uwezekano wa kupata ajali na hilo gari haupo. Usio umekwenda unataka kuovertake gari inakuja linakataa kuovertake. Inasimama mpaka uwashe gari. Yaani maana yake uwezekano wa kupata ajali haupo. Sasa utakataa kutoa hela kwenye gari hivi. Wakipiga risasi haziingii. Kuna magari hadi bomu alilipui. Utakataa kutoa hela kwa gari la namna hiyo. Ila kwa maskini lipo la milioni 3 limeshatumiwa kidogo, ni namba D. Namba D sio la zamani sana. Amen. Wakati hilo gari limeshatumika kule, watu wamelimaliza, wamelitumia kule kwao, alafu wakasema waka used cars from Japan. Alafu ndo linaletwa Tanzania. Inasafirishwa kutoka na ushuru milioni 16 limefika Tanzania. Lakini limeshapiga miaka 3 mwenye nalo alikuwa analiendesha. Huku ikifika ni jipya. Na wewe unakuja kuuziwa limeshatumiwa na watu watatu, linakwenda kilomita 165. Unasema kilomita 165. Unasema hiyo ni mtunzaji tu. Mwambie jirani yako sitakuwa maskini tena. Sitakuwa maskini tena. Na sitaki kuwa maskini. Na sitaki kuwa maskini. Mtu anakuambia unakula supu ya royo ya shilingi 15 samaki. Samaki supu. Supu mchemsho 15. Wewe. Matumizi mabaya ya hela. Hapana, inategemea anakula nani. Kwa mfano jamani, mimi nikila mchemsho wa shilingi 15 wa royo ni dhambi jamani, kwa namna nilivyo na thamani yangu. Ninabadilisha maisha ya watu. Wewe mimi sistahili kula 15 wa royo. Tuongee. No? Ila kuna mtu mwingine mvivu, mzembe, hana maana. Hakuna alichoongeza hata kwenye jamii. Dunia ifurahi uwepo wake. Unakula 15 umefanya nini wewe? Unakula budget ya wiki. Kwa utagundua hata vitu vinapaswa kuja kwenye maisha yako kutokana na thamani ulionayo kwenye jamii. Ndio maana kama mmekuwa makini, watu ambao nimekaa nao hapa Kahama wakati nikiwa mchungaji hapa, kuna wakati nilikuwa na nguo nazirudia tu mara nyingi sana. Viatu mpaka mtu anaweza kugundua kwa mchungaji viatu vimemwishia. Baba Joy alikuwa ananipeleka siku nyingine mara moja anakuwa ananipa viatu vipya dukani. Kwa sababu nilikuwa nimekaa navyo sana. Huo wakati sikuwa na ulazima wa kusema nichukue sadaka kanisani nikanunue kiatu cha nini? Maisha yenyewe ni magumu, ndio maana unaweza ukaona kanisa lenyewe halijakuwa, ndio maana hata watu hawajagundua mchungaji anahitaji viatu. Kwa hiyo kwa nini analazimishaje kuwa na viatu? Hawajali, wao wanaona kabisa hata bora yeye anapea moja, anairudia wiki nzima mpaka imeishiwa sore huko. Bora yeye tunakuja na ndara. Si unaelewa sasa? Siku utakapobadilisha kaanza kuvaa viatu, unasema viatu ni muhimu kumbe. Sasa na mchungaji aongezewe. Naelewa kusema. Mchungaji mmoja rafiki yangu mnamfahamu sana, alikuwa anakujaga retreat mwembamba hivi. Mwembamba kabisa. Alikuwa anakuja hapa retreat. Tandao siku hizi maarufu tandao. Aliwahi kunishauri akasema, alikuja akashangaa naombea walevi wanaacha. Hapo kwa hapo, yani tena tulikuwa tunafanya live, radio ziko live. Ulikuwa unataka sigara muda gani? Hapo kwa hapo hawezi kuvuta. Si nakumbuka tulikuwa tunafanya kuacha Magufuli na nini. Akasema mimi nilikuwa nakuchukulia kawaida. Nimegundua wewe umeitwa, sisi tunalazimisha.
wewe umeitwa, sisi tunafanyaje? Kama mlikuwa makini, tulipokuwa kwenye uwanja wa Magufuli alikuwa ananishikia mic baada ya kujua kwamba mimi sio size yake. Anaoji watu yeye anashika mic. Nafikiri nimeshajua. Sasa alipoona vile akanishauri akasema, wakati alikuwa anafanya nyakato kwa Mbondo. Akanishauri akasema, mchungaji, kwa hii neema ulionayo wewe upasi kuwa unapanda bajaji. Wakati alikuwa anapanda bajaji tunakuja na akina Rea na akina Rispa tumeshonana kwenye bajaji, wengine wamebebana. Na mchungaji ni mmoja madarasani. Akasema upasi kufanya hivyo. Wewe unapaswa kuwa una taksi wako ambaye anakuwa anakufuata, anakurudisha. Shilingi 15,000 kwa siku haikushindi. 15,000 kwa siku mara mwezi ni 4,500. 4,500 ni hela ndogo ambayo sisi tunaitoa kwenye redio. Tulikuwa na redio tunafanya live hapa kutokea hapa Baroa live. Hatuna kanisa, hatuna jengo, lakini tuko live redioni. Tunakumbuka baba. Kwa hiyo hela ilikuwa shida. Kwa hiyo ningeweza kufanya hivyo na ningeweza, lakini nikawaza haya maisha nikiaishi, wakati huo utukufu wenyewe sina, hicho kiwango sina. Wakiishi wale wenye maaskofu wenye makanisa 20, 30, 50, 60, makanisa 200 labda kwenye wilaya moja au mkoa mmoja, huyu ana haki afanye hivyo, kwa sababu kwa kweli ratiba zake ni ngumu na uende watu wanao wamemshindwa rohoni wanaweza kumtaka hata kumuua mwilini. Sasa mimi ndo ninaanza kanisa kachanga, akana hata jendo, nianze kuwa nakuja na nini na taksi. Akaniambia unakuwa nakuja, unaacha wanatangulia watu wanasifu, wanaabudu, wakiwa bize wanaomba, omba. Sasa wewe unaingia, unakuja kushtuka, katika jina la Yesu tukae, amen. Toa notebook yako tujifunze. Unawafundisha, alafu unawaambia simama, unaomba, funga kila mmoja. Wakati watu bize unachomoka. Wakija kumaliza wanasema sasa kesho mmoja anasikia mtu mwingine anaongea, ushaondoka. Ili ukija kusema kila Jumamosi nitakuwa na nafasi ya kuonana na mtu mmoja mmoja. Na imeandikwa usije nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. Kwa hiyo yeyote anayetaka kuja kuniona lazima abebe bahasha zito. Kwa hiyo kwa mfano hapa yule wa chini akija na 5,000 tu, wengine watakuja na 10,000, wengine 30, kutokana na wanavyoona mchungaji wetu ni matawi, sio? Kwa hiyo unaweza kukuta labda kwa ule msako wa Jumamosi moja, msako sio huduma, ni ule msako mwapiga sachi washirika, bahasha zote unaweza kukuta kuna 700. Mambo sio mabaya. Ndivyo watu waliofanya kwenye makanisa. Nikawaza, nikasema mimi ninayafahamu maisha. Nilipokubali kumtumikia Mungu nilitoka chuo. Nikaacha kuifanyia kazi elimu niliyopata. Nikaja mtaani. Nikaishi maisha chumbani kuna kagodoro chini, sebuleni kuna mkeka. Hayo ndio maisha niliyoanza nayo. Sina kanisa, sina hata zaka. Lakini Mungu alinitunza mpaka nimefika hapo ambako alinikuta yeye na kanisa moja. Ajui kwamba huko nilikotoka ni pabaya zaidi. Hapa nilipo nina maisha mazuri sana, ajui tu. Mara hii huyu Mungu niliyemuona hata kwa uchache nimuuze kwa sababu ya pesa. Nikakataa ushauri wake, nikasema kuanzia leo hadi tena. Huyo mtu mimi nilikuwa namlipia tiketi za ndege kuja kufundisha retreat. Mimi sijawahi kupanda ndege, ila mimi namlipia ndege haje. Sijawahi kukanyaga kwenye ndege. Lakini siku hiyo nilifuta, huo ni mwaka karibu wa 4 sio 5, hata simu sipige. Nikiita simu yake naweza nikakata kama unajua ni yeye. Sina hata namba yake. Anataka anifanye niishie njiani. Lakini kiangalia ni kama ushauri mzuri, eti. Heshima yako inaonekana mzee. Maana yangu ni nini? Yeyote uliyeko hapo usilazimishe kwenda hatua ambayo huna. Usilazimishe kuishi maisha ambayo huna. Acha maigizo, ishi maisha yako. Wewe unatazama YouTube, acha maigizo. Watumishi mnaotazama YouTube, wachungaji, ishi maisha yako. Acha kufeki. Vaa kiatu kimoja ucho nacho mpaka Bwana atakapoleta kingine.
Ikiharibika shona, badilisha soli kama bado ngozi ni nzima. Nafanya hivyo sana mbona? Lakini watu wanataka yani kila ibada suti mpya. Sasa yule rafiki yangu huyo ambaye nimemtaja alikuwa anafanya hivyo. Kila ibada anachagua, anasema Mbondo una duka na spare. Jumapili hii suti. Shunashu unafanya kazi, labda wakati unafanya kazi. Na wewe Jumapili moja suti. Kwa hiyo anatafuta labda anafanya kazi wote suti. Kwa hiyo labda za miezi 6. Kwa hiyo mnatoa huku mnanunua sana, lakini baba yetu wa kiroho ndo baraka zenyewe. Kwa hiyo anaonekana smart kila ibada, lakini kumbe ni hera za shida. Ni watu wamezitoa huko wananungunika, unavaa manunguniko ya mtu. Watu wanakuwa yule pastor anajipenda. Anajipenda wapi? Ila uendi kokote. Kuna mtu anasikia anachosema? Amen. Mwambie jirani yako uadilifu. Uadilifu ni nini maana yake? Uadilifu ni ile kusimamia usahihi wa mambo bila kujali shinikizo linalokuzunguka lolote. Watu wanakupa pressure, fanya hivi, na baki kwenye hiki kwa sababu najua ndio kitu sahihi. Huo ndio unaitwa nini? Uadilifu. Kubaki kwenye kitu sahihi bila kujali mashinikizo, pressure unayopewa na watu, unayopewa na mazingira. Nimekuja kwenda kuanza vipindi vya TV kwa muda wa Mungu baada ya kuwa nimejiridhisha kwamba mimi nilikuwa sina haraka. Kama sina uwezo wa kupata hela ya kuhubiri kwenye TV, silazimishi. Nianze leo nionekane kipindi kimeruka alafu Jumapili ijayo hakipo kwa sababu hela sina. Nani anataka ujini? Lazima nikue. Kwa hiyo badala ya kusema niende kwenye TV, niongeze bidii ya kufikia watu, kubariki watu. Kwa hiyo nilikuwa nakifanya, nilikuwa naandaa semina za bure WhatsApp, na semina siku 7 WhatsApp labda kuhusu uchumi. Watu wote jiungeni bure. Ukifundisha watu wanasema hajawahi kusikia mafundisho kama haya. Kwa hiyo kuanzia siku hiyo anakuweka kwenye orodha ya watumishi wa Mungu ambao ndio wamekujua. Na siku hiyo kuna mtu tofauti kuna mnaye katika taifa anakusave kwa umakini. Kwa sababu wewe sio mtu wa kawaida. Ulikuwa na kitu kusema kijulikane. Kwa sijui semina nyingine ya nini? Semina nini na nini, uponyaji, watu wana join. Mwaka kama mzima 2-3 matokeo yake baada kama miaka 2 tayari watu zaidi ya 5,000 wamejiunga na mfumo wangu wa mafundisho. Nikawaambia, jamani watu wa Mungu, mnavyoniona na mnavyonifahamu, mnaonaje tuwe na kipindi cha TV tuwafikie watu? Na leo mimi nahubiri injili iliyonyoka, nahubiri maisha masafi. Mnaonaje tuwe na kipindi kinaitwa Saa ya Injili kwa ajili ya kuleta watu kwa Yesu? Watu wakasema hiyo ni wazo zuri. Kiasi gani? Nikataja 4.5 kwa mwezi. Watu wakasema tunaweza. Mwezi wa kwanza wengine wakatoa 500,000, mwingine 200,000, mwingine laki ngapi, mwingine milioni, zikafika. Mwezi wa kwanza vipindi vile vikachezwa. Kwa hiyo nikawauliza wale ambao wako tayari kujitoa kila mwezi, wakapatikana. Kwa hiyo kazi yangu ni kuwakumbusha, vipindi vinaruka, situmii jasho, situmii nguvu, siibii watu. Hapa kuna ndugu anaitwa Simon. Uko wapi? Njoo. Watu wa Mungu msichoke. Na baada hapo sijahubiri cha leo. Nakufundisha kuishi na Mungu kwa vitendo. Kwa sababu kama ni maandiko mmeyasikia sana, wahubiri ni wengi. Utamsikia Mwakasege mtumishi wa Mungu, utasikia sijui nani, watumishi wa Mungu ni wengi. Lakini ambao wanaweza kukwambia mambo halisi ambayo yatakusababisha uone hujachelewa na kwamba unaweza kaenda mahali ni wachache. Watu wengi wanakuambia, ukimwambia siri ya mafanikio yako sasa ni kuomba tu. Kuomba tu, nani aombi sasa? Kuomba tu. Funga sana, Mungu atakutokea. Sawa, nani afungi sasa? Watu wanafunga mpaka wanapata vidonda vya tumbo. Tuambie tunachofanya kingine. Tuambie maisha halisi. Huyu baba hapa anaitwa Simon. Kuna miaka mingapi baba? 42. Huyu ametoka Sherui. Sherui Sikure, karibu tuseme ni mpakani mwa Tabora na Singida. Ni Singida? Nasema kama Singida. Sherui. Huyu anifahamu kabla ya wiki iliyopita, mimi na yeye tulikuwa tufahamiani.
Huyu aninifahamu kwa sababu ya kuangalia kipindi cha TV cha Saa ya Injili, kile cha Jumapili cha TV. Maanake na wewe kama uko hapa, wale wote wenye hayatu zile, sijui hayatu wani, sijui hayatu nini, hayatu kebo ya hayatu, kesho saa 1:30 asubuhi kuna kipindi kinaitwa Saa ya Injili cha nusu saa. Utaniona marudio saa 4:30 usiku. Kwa wale ambao kwa kama nyinyi hayatu kebo ndo wanaonesha hiyo channel ya TV hii, iko sijui namba 30 ngapi, 38 sijui 30 ngapi, hapo 30 kitu tutaona. Kwa huyu aliniangalia akiwa Sherui, akanipigia simu akasema, sijawahi kusikia mahubiri ya namna hii, na tamani hata siku moja ningekuona nikakupa hata mkono. Sasa safari ya niki mkono yuko hapa, maana tuko uso kwa uso. Alikuwa anataka kumpa mkono, ndio uko naye sasa. Kwa hiyo akasema niko Sherui, yani hata siku moja Mungu alifanyia muujiza ukiwa unapita, warau niambie nisogee barabarani nikupe nini? Mkono tu. Nikamwambia Mungu amejibu maombi yako, nitakuwa Kahama wiki inayofuata. Kwa hiyo tutaonana uso kwa uso. Hebu naomba uzungumze maisha yako yalikuwaje, ya mahusiano yako na Mungu kabla ya kusikia kipindi cha Saa ya Injili. Ni kweli kwamba nilimwona mtumishi kulikuwa ni TV. Basi baadaye nikatafuta kwenye simu, akaniambia kwamba na semina iko hapa. Nikasema mtumishi nakuja huko, nakuja kumsema. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimefika salama, na ni kweli tumeona naye hivi. Nashukuru sana. Kabla ya hapo ulikuwa umeokoka? Alikuwa bado. Kupitia kile kipindi ukaamua kuokoka. Kweli. Ndio ukaamua kuokoka. Na ukaamua kuja hadi Kahama ili usikilize semina. Ndio. Sasa unaelewa sasa. Sasa wako wengine ambao hawapigi simu, lakini maisha yao yanafanyaje? Yanabadilishwa. Kuna ambao sio, anaweza kaangalia mara ya kwanza asielewe, mara ya pili asiangalie, lakini kiendelea miezi 6, kuna siku atasema inatosha, sasa napaswa kuokoka. Sema neno kwa chama. Lakini sikuwahi kufanya ujanja wa kuwashawishi watu na kuwabana watu na kuwaibia watu ili nipate hela ya nini? Ya TV. Kwa sababu ukija ukasikia, naomba nimulike vizuri, niwataje kwa majina. Kwa mfano ukija ukasikia akina Suguye, akina Mwamposa, akina nani tena? Wale hata wale yule mwingine ambaye siku hizi hayuko tena kwenye ulimwengu wa Injili, anaitwa Kirawa. Wale ukienda kumuona, anakuambia kumuona mtumishi wa Mungu lazima ufanye nini? Utoe hela. Zima hiyo mchungaji. Utoe nini? Utoe hela. Hiyo hela unayoitoa, anakuambia asemi kwamba ninataka kutumia, anakuambia ni ili kuendesha TV, ni ili kuendesha vipindi vya Injili. Asemi kwamba nitakula, ni kwa ajili ya Injili, ili TV isije katoka hewani, tuendelee kuruka channel 10, tuendelee kuruka Star TV. Sina hela za kusema, lakini kiukweli sio kweli. Asilimia kubwa wafanya hayo. Hiyo hela ni kwa ajili ya matumbo yao, na asilimia kubwa pia, wewe jaribu kufikiri, kwa mfano namwambia mtu kuniona shilingi 500. Wako watu wangapi ambao hata 50 tu ni muujiza? Wako watu wangapi hata 10,000 tu hawezi, lakini kiukweli anataka msaada wa Mungu. Mtu anasema wale ambao hawana 500, hawana 300, hawana 75,000 ya kumwona mtumishi, kwa kweli ninyi sasa hatuna namna ya kusema tutakapokuja ibadani, tutakapokuja ibadani muwe makini, pokea huko. Yaani amini kwamba nimepokea. Yaani uwe makini, pokea kwa imani. Kwa naye anakuwa huko, akija anarashia kama nusu saa, dakika 45 ili uone kwa kweli nahitaji kumuona. Sasa niuze ng'ombe wangu nikamuone. Sasa cha ajabu, ukifika hata unafikiri basi kuna kitu cha maana. Anasema inabidi uchukue maji haya na mafuta haya na hiki kitambaa na hii, alafu kisha vinunua, njoo hapa nikuombee. Anasema anaenda katika jina la Yesu, anaenda dakika 5 ili aingie mwingine, ni haraka. Wizi.
Unajua ni kwa sababu gani? Watu wanawahi kwenda kwenye viwango ambavyo hawajafika. Mtu analazimisha kuwa na TV wakati hana uwezo wa kuiendesha. Kwa hiyo anataka naye, kwa sababu anaona Emmanuel TV ya TV Joshua, naye anataka anasema na mimi nitakuwa na dash TV. Ila yeye anaonekana kwamba kuna TV yake muda wote iko hewani. Kuendesha TV unapaswa uwe, ili kuwa na TV ya kwako ambayo ni ya masaa 24. Lazima umemsikia Mungu. Huwezi ukaendesha TV kwa michango. Yaani lazima umefika kiwango ambacho Mungu amekupatia mataita. Sema mataita. Mungu amekuamini na matajiri kanisani. Unakuta labda hata zaka peke yake milioni 20. Zaka peke yake milioni 40. Sasa kwa mfano hata mimi ningekuwa kwa mfano labda na kanisa hata ina zaka tu inafika labda milioni 5. Ningefanya maajabu duniani mimi. Ningekuwa na redio za kutosha, au ningeteka redio zote za kama ni bidhaa na kamata zote, kila redio na kipindi changu. Watu waokolewe, wasikie injili ile ngumu inayoleta wokovu wa roho za watu. Lakini kwa muda ambao sijafika huko, najitahidi na basi naweka lengo la kuwa na ka redio hata kamoja ambako ninahubiri kweli ya Mungu, hata kama ni kipindi kimoja kwa wiki kwa uaminifu. Vipindi 4 kwa mwezi safi. Lakini watu hataki. Mtu anataka redio nzima ikamate yeye. Kwa hiyo matokeo yake anakuwa anawauzia watu maji. Wakati anajua hakuna kitu. Wauzia watu chumvi. Kwa sababu anajua hakuna kitu. Mtu yuko tayari hata kuandaa watu watakaotoa ushuhuda wa uongo. Nilipotumia yale maji nikapona ukimwi. Kumbe hajawahi hata kuugua ukimwi. Anamkasirisha Mungu amruhusu aupate. Sasa bahati mbaya tu wamesoma kama hapa. Naitwa Edina John. Nina miaka 32. Niligundulika kuwa na ukimwi mwaka 2014. Na kwa kweli ni mimi ni kimya sana. Sijawahi kuambia ndugu zangu wala wazazi. Umeona? Kwani lazima waambie watu kama na ukimwi hata wazazi wako wana ili wewe. Kwa hiyo ni rahisi hata kuigiza kwa sababu utamwambia ulipima wapi? Lini? Mtu akiona maji, nilipotumia yale maji, mimi nilikuwa siamini kama yale maji yana nguvu. Nilipoyatumia mwezi wa kwanza nikapima nikakuta bado ninao. Nikawa nataka kukata tamaa, lakini nikiona shuhuda za wengine wanaoshuhudia wamepona, nikasema na mimi acha niendelee. Mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, jamani, huyu Mungu mwacheni aitwe Mungu. Nikajikuta sina baba. Hivi kama ningekuwa nafanya kungejua naigiza. Huko ndo injili imefika. Hapo ndo watu walipofika. Hofu ya Mungu ile ya kweli inaondoka. Yaani sasa mimi kwanza kabla ya kufanya chochote huwa najiuliza, ukienda motoni ni milele. Yaani hakuna after kwa baada ya sasa ni nusu saa ya mapumziko mkajitafakari. Yaani ukienda motoni ni milele. Ndio maana inaitwa mauti ya pili. Yaani ni kifo kingine cha aina yake. Yaani umekufa ukiwa hai. Unaogelea kwenye moto, ziwa liwakalo moto, unaogelea kwenye moto. Milele. Lakini haya matapeli pia ya wazi. Hawazi kwamba ni milele sio hawa jamaa. Wanajiamini utafika wanaradi usingizi. Mtu atanalala usingizi anapaswa kuwa mwoga. Ndio, yaani kwa sababu mtu atanalala usingizi amewahi kuonja kifo. Unaonja kifo kwa muda wote uliolala. Mungu anawasha tena betri lako ukiwa umeamka. Ni muujiza. Tukiotoka kwenye issue ya maisha marefu, tuseme uhalisia. Kila mtu anayelala ni maiti. Sio roho yako. Sasa mtu anapataje ujasiri wa kuibia watu hela au kutumia injili au kanisa kwa ajili ya faida zake? Anapata watu ujasiri. Huyu mtu ameshaamua kutokwenda mbinguni kabisa ukiwa duniani. Yaani maana yake unaishi huku unajua siendi mbinguni. Ili weje sasa na unatumia Biblia hiyo hiyo. Yaani kuna watu wana moyo mgumu sana. Mimi hata nikipishana lugha na mke wangu, kani kwanza nimetumia lugha
dakika 2 ni nyingi, lazima nirudi haraka, mke wangu, najua nimekwaza, nisamehe. Yaani siwezi. Sasa umeshika 500,000 ya mtu, umemdanganya unaumwa kansa na nini, leta 500,000 utapona. Unawezaje? Unanielewa nachosema? Unawezaje kufanya hivyo? Lakini watu wanafanya. Mtu anakuuzia maji, chumvi, mafuta, wakati anajua hakuna kitu, vile viungo vya mboga. Unaelewa nachosema? Hapa nakwambia tusiingiliane haya masuala ya imani. No, hapana. Hiyo video ikate, tuanze ya leo.